Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa channel yetu hii ya Darul Arqam Online TV. Ni siku nyingine kabisa leo ikiwa ni tarehe 23 ya mwezi huu wa 11 mwaka 2025, na alhamdulillah tupo katika ardhi ya Kondoa mjini hapa tukifunga safari na kutoka Dodoma pale mpaka hapa takriban kilomita zaidi ya 130 na leo alhamdulillah katika msikiti huu Masjid Rahman almaarufu kwa Njemu palikuwa na hadhara kubwa ya kumsifu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ni hadhara ya kihistoria, maana sisi tumetoka katika ardhi hii na tukikumbuka toka zamani hadhara hii iliasisiwa. Tujui ambaye kwamba walikuwa wameasisi hadhara hii na ipi siri ya hadhara hii mpaka leo inazidi kufanyika na inazidi kunawiri. Toka alipoanza Mwalimu Bashiru alianzia hapa katika msikiti huu, na pia vile vile tuna mengi ya kujifunza kutoka kwa shekhe hapa, na atatueleza ana lipi la kuambia Uislamu katika siku ya leo. Na binafsi kwanza, kwa faida ya wapenzi watazamaji, wanataka kufahamu kwanza unaitwa nani na unatoka wapi na una lipi la kuambia Uislamu katika siku ya leo. Bismillah. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi binafsi kwa majina naitwa Abdurrahim Ahmad Omari, ni mzaliwa wa Haubi na nilikuja Kondoa kipindi cha nyuma. Malengo ya kuja hapa ni kwa ajili ya kuja kuisoma dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mpaka hapa tuko hapa leo. Ni siku adhim kwetu. Tulikuwepo katika msikiti huu ambao unaitwa Masjidur Rahman, jina maarufu kwa Njemu, tukiwa na jambo tukufu la kumswalia bwana mtumi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya msikiti wetu huu Ar-Rahman kwa Njemu, na sisi tukiwa chini ya uongozi wetu au kiongozi wetu ambaye ni Sheikh Bashiru Ali Ngete kama mkuu wa taasisi, na ndio imamu wa msikiti huu Rahman kwa Njemu tangu enzi hizo. Na asili ya msikiti huu ulikuwa ni msikiti mdogo wa banda. Baada ya kuja hapa sisi na kuanzisha harakati za dini kusomesha humu, tukaja tukaubadilisha huu msikiti tukaujenga mpaka hapo ulipokuwa umefikia. Ni jitihada zetu na kulingana na sadaka za waumini tunazozichangisha humu ndani. Wapenzi watazamaji ambao kwamba nakutizama muda huu wanataka kujua takriban angalau hii hadhara ina muda gani? Hadhara hii ilianza mwaka 2003. Nafikiri baada ya kuasisiwa madrasa hii 2003 tulianza kuisoma hadhara hii ya kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mpaka hivi tunaendelea na hadhara hii na tuna matarajio ya kuendelea chini ya kiongozi wetu muda wa umri wetu. Ndio. Unalipi la kuambia Waislamu ambao kwamba wanakutizama muda huu kwa sasa ambapo tumepita katika vurugu za uchaguzi? Alhamdulillah, Mungu amesaidia, umepita kwa salama na amani, japo maeneo mengine ilikuwa ni tofauti, na hasa ukitizama katika wilaya hii ya Kondoa ambapo wenyewe ndo wenyeji hapa, hasa katika mji huu wa Kondoa, uchaguzi ulipita kwa amani na salama na pasina ya vurugu yoyote wala ikiashiria chochote cha uvumjifu wa amani. Labda kwa Kondoa unadhani ni dini ukubwa wa dini ambao umeenea katika mji wa Kondoa, ama ni kitu gani ambacho kwamba kimemfanya Kondoa pasi na vurugu wala kiashiria chochote cha uvumjifu wa amani? Tayeb, nafikiri kwa Kondoa jambo kubwa, nafikiri viongozi walikaa imara kwanza kuwasisitiza waumini wao suala la amani, kudumisha amani na kutambua amani ndio msingi wa mambo yote. Ukitaka jambo lolote basi kwanza ni amani, na amani ni jambo ambalo limefundishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, lakini amani ni jambo ambalo amelifundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni jambo la awali, halafu mengine yanafuatia. Kupitia hivyo, kwa vile dini inasomwa sana Kondoa, pengine nadhani inaweza ikawa ni sababu kubwa ambayo imepelekea sisi hizi vurugu tukao tunazisikia maeneo mengine, lakini kwa Kondoa hakukuwa na vurugu yoyote ile. Lakini na kupitia pia viongozi wetu wa kiserikali ambao tunashirikiana nao katika mji wa Kondoa na mkoa wa Dodoma kwa ujumla, tukiwa chini ya kiongozi wetu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu, amani inasisitizwa kila mahala. Kwa hiyo sisi tuliipokea na tumeikumbatia
tunaona amani ni tunu yetu, tunadumu kuishi nayo, hatutaki kuiachia. Pengine ndio huu salama ambao tumeushuhudia kipindi hiki cha uchaguzi, kwetu hakukuwa na shida yoyote, ni amani litawala. Sasa una ujumbe gani kwa vijana na jamii kwa ujumla kutokana na maadili ama kwa sababu ugonjwa la maadili likipatikana, kwa sababu maadili ndo kitu muhimu kwa jamii. Sasa endapo vijana wanapokosa maadili, basi ile jamii inaharibika zaidi kama wanavyosema viongozi wetu. Sasa una neno gani la kuambia vijana ambao kwamba wamekosa maadili yaliyokuwa mazuri mpaka kupelekea labda kuvunja kuleta taharuki katika jamii, kukosa taratibu ambazo zinaweza kuweka nchi yetu katika usalama? Unalipi la kuambia vijana hao kwa ufupi inshallah? Ni yale ambayo kila siku kiongozi wetu, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan analitangaza, lakini na viongozi wa dini wanayatangaza kila siku yale ambayo wanayazungumza ni hayo na sisi tunaendelea kuyazungumza. Amani, maadili ni vitu vya msingi katika maisha ya kila mtu, na maadili hususan ndio yanayoweza kutengeneza amani. Maadili yakiwa ni mazuri, amani itapatikana. Kwa hiyo wazazi, viongozi, kila mtu ahakikisha anapambania maadili ya kijana wake kuwa ni mazuri. Maadili yakiwa ni mazuri, amani itapatikana. Maadili yakikosekana kwa vijana wetu, tusitaraji kupata amani. Kwa hiyo mimi ambalo naweza kulizungumza kwa jamii, kila mtu ahakikishe amani kwenye nafsi yake, lakini kila mtu ahakikishe amani kwenye familia yake, na kila mtu akihakikisha maadili pia yanapatikana kwenye nafsi yake mazuri, na maadili yanapatikana kwenye nafsi za vijana wake maadili mazuri, basi amani tutaipata bila ya wasiwasi wowote. Mpenzi mtazamaji, kwa kumalizia sasa, ambapo jambo muhimu kabisa ambalo lilikuwepo leo hapa ni kuhusu hadhara ya kumsifu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, Al-Ustadh Abdurrahim ametueleza hapa, na hadhara hii takriban ina miaka 22 na zaidi. Na labda tujue tofauti ya hadhara za miaka iliyopita na hadhara za miaka ya sasa. Kuna tofauti gani hapa Sheikh? Tofauti upo mkubwa. Nadhani mambo ya zamani na mambo ya sasa, kama wanavyosema, zamani ilikuwa ni zamani na sasa ni sasa. Kwa hiyo mambo ya kisasa na mambo yake ya kisasa, mambo ya zamani na yenyewe yalikuweko ya kizamani. Hadhara za sasa hivi masha Allah zinakwenda na wakati, zinafanyika kama ilivyo. Hizi ni nyakati za kisasa na mambo yake yanakwenda ni ya kisasa. Kwa hiyo hadhara zinaenda vizuri. Tumeshuhudia hadhara yetu hapa imekwenda vizuri kweli kweli. Imeanza saa 8 mubashara kamili, lakini saa 10 tumeisali hapa tukiwa tumemaliza hadhara ya kumswalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo ambalo unaweza ukaona kuna utofauti na zamani. Zamani watu wakianza kumswalia Mtume kuanzia pengine ni saa 2 ya usiku, basi watamswalia mpaka alfajiri. Kwa hiyo kuna utofauti kidogo. Na hadhara za sasa zina mvuto, zinahimiza watu maadili. Mtu anapokwenda kwenye hadhara anahimizwa mambo mengi, kuanzia mambo ya kuswali, mambo ya kutoa zaka, mambo ya kusoma. Pengine zamani hadhara zilikuwa zinafanyika, lakini wanaosoma hadhara pengine hata ibada zenyewe hawaabudu. Kwa hiyo hadhara za sasa na mambo yake ya kisasa, watu wanahimizwa mambo ya kisasa na wanayafanya, yakiwemo mambo ya ibada. Tayeb. Sawa sawa. Mpenzi mtazamaji, tulikuwa naye hapa Al-Ustadh Abdurrahim, ambapo muda sana bila shaka hapa ndio alipoanzia kusoma. Hivi Sheikh alianzia kule chini msikiti ilikuwa ni huu, lakini nyumba ya kuishi iko hapo chini kidogo. Nafikiri kama nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 ilikuwa ni ya kuishi, lakini mahala pa kuabudia ni hapa. Kila tukisoma kule tutakuja kuabudu hapa. Na msikiti ulikuwa sio huu, kulikuwa kuna msikiti mdogo wa banda, ni nyumba za nyasi zile za zamani, lakini baada ya hapo ndio tukafanya jitihada kuupata msikiti huu chini ya mzee wetu almarhum huyu mzee Njemu. Maeneo haya yote ni ya kwake, paka na haya maeneo ambayo tunazika hapa ni maeneo ya kwake, lakini aliyatoa wakfu fi sabilillah. Ulimjuaje wewe mzee Njemu? Ulimjuaje? Mzee Njemu tulipofika eneo la chini hapo, ndio mmoja katika wazee ambao walikuwa ni maarufu waliotukaribisha na wakatuambia someni, lakini muo mnaabudu hapa. Lakini baada ya hapo
someni huko, lakini muhakikisha na hapa panasomwa. Kwa hiyo kuanzia enzi hizo tukao tunasoma kule na wengine wanasoma hapa na kuabudu hivyo kadhalika. Naam. Nakushukuru sana na asante sana Sheikh. Allah akubarikie. Asante sana. Tukipoti katika ardhi hii ya Kondoa mkoani Dodoma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran wa jazakumullahu khair. Asante.